Kristo. Wapendwa wa familia ya Mungu, niombe nizungumze mambo machache kabisa leo tunapofanya sikukuu hii ya Bikira Maria kwenda kumwamkia Elizabeti. Nina mambo matatu. Nilizungumza pia katika ibada ya mchana na wale ambao walikuwepo, lakini basi kwetu sisi naomba nirudie tena kwa faida yetu. Jambo la kwanza kabisa ambalo siku ya leo tunaweza kujifunza ni juu ya ukarimu. Ukarimu kwa binadamu wenzetu. Tunamsikia mama Bikira Maria anakwenda kwa Elizabeti kumsalimu, na Elizabeti anampokea na wanakaa wanaishi vizuri kwa muda kadhaa hapo. Ukiendelea kusoma unaona amekaa naye miezi kadhaa wakati akimhudumia. Katika maisha yetu tunajifunza kwamba kuna umuhimu wa kuwapokea wageni katika maisha yetu, katika familia zetu, maeneo yetu ya kazi, maeneo hata ya biashara. Binadamu yote anayekuja, mpe sikio la kumsikia, mpe muda wako, kwa sababu Mungu anatumia viumbe dhaifu katika kuonesha utukufu wake. Amina. Kwa maana kwamba katika maisha yetu kuna watu inawezekana hapa na pale tumemfukuza Kristo, tumemfukuza Mungu kwa sababu ya muonekano wa binadamu wenzetu. Inawezekana kuna watu waliokuja katika maeneo yetu ya kazi, katika familia zetu, wagonjwa, wengine wachafu kabisa, hata wanatoa harufu kabisa, tukawakimbiza. Kumbe tumemkimbiza Kristo, tumemkimbiza Mungu. Tunaalikwa sote katika maisha yetu, tunapomwona binadamu mwenzetu utambue kwamba umeona sura na mfano wa Mungu. Unapomwona binadamu mwenzako umemwona Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Wako wanaokutana sisi wanaomba maji ya kunywa, wanaomba chakula, wanaomba huduma labda ya afya na huduma nyingine. Basi ona hiyo ufahari kwamba basi Mwenyezi Mungu anakutumia wewe, anakunyanyua wewe ili uweze kuwa msaada. Bila kusahau kwamba wako ambao wanatumia nafasi hizo katika utapeli na kutenda matendo mabaya. Hilo kabisa naamini na nalikubaliana na nyinyi. Kwa hiyo muombe Roho Mtakatifu akuongoze ili uweze kujua kwamba huyu aliyoko mbele yangu ni tapeli, ana nia mbaya na ni binadamu au mwenye roho ya ushetani ndani mwake anayetaka kuleta madhara katika maisha, katika familia. Wako ambao wanakuja na anajidai anaomba maji, lakini kumbe anataka kuharibu familia, anataka kuteketeza familia. Hao pia wapo. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu Roho Mtakatifu atuongoze katika hayo ili tuweze kuwasikiliza, kuweza kuwafahamu na kuweza kuwatendea binadamu wenzetu vizuri, na hata wale ambao wanakuja kwa nia mbaya basi tuweze kuwaeleza kwa kuwatambua na kuwaeleza ukweli ili waondokane katika tabia hizo. Lakini wapendwa, jambo la pili ni neno la shukrani kwa Mungu. Tunamsikia Mama Bikira Maria hapa anazungumza, anatoa utenzi wake wa shukrani, utenzi mzito, na tunauimba pia katika sala zetu mbalimbali katika ibada zetu. Anasema, moyo wangu wamwadhimisha Bwana na roho yangu imemfurahia Mungu Mwokozi wangu, kwa kuwa ameutazama unyonge wa mjakazi wake. Kwa maana tokea sasa vizazi vyote wataniita mbarikiwa. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa kumbe kila mmoja wetu, Bikira Maria ametambua nafasi yake. Mimi na wewe, Mungu ametuleta duniani kwa mpango wake. Mwambie jirani yako, Mungu ana mpango na wewe. Mwambie jirani yako, wewe ufanani na mtu. Tumsifu Yesu Kristo. Hili huwa nalizungumza sana. Nataka muweze kuona kwamba nyinyi mimi na wewe, sisi sote hapa ni washindi. Amina. Yani Mungu ameamua sisi tutungwe mimba, na alitufahamu hata kabla hatujatungwa mimba, na hata tujazaliwa ametufahamu. Yeremia anatuambia hilo. Lakini sasa ina maana kwamba kama Mungu ametufahamu hivyo, ni upendo mkubwa, ana mpango na sisi, ametuwekea hazina yetu, ametuwekea taji letu. Tumsifu Yesu Kristo. Naomba sana tuweze kuliona hilo na moyo wa shukrani, tusichoke. Tunakutana na mambo mengi magumu katika maisha yetu. Na waalika wapendwa,
tumwige mabikira Maria. Bikira Maria anapata taarifa hizi nzito, ngumu, za kumchanganya kabisa na kumpa stress. Kumpa nini? Stress. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Stress aliyopata Bikira Maria si mchezo. Naomba ndugu zangu muweze kuelewa. Upate ujauzito, hujui mume, hujui itakuwaje huko mbele, mambo mazito, umeshachumbiwa, uelewi la hiyo ni stressi. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo naomba nikwambie ndugu yangu, na akina mama mlioko hapo mnaweza mkafikiana na mimi, hakuna mwanamke aliyepata stress kama hii. Halo. Tumsifu Yesu Kristo. Stress aliyopata Bikira Maria, wakina mama na wakina dada ambao mnapata ujauzito, wengine basi hapa na pale, wakati mwingine atokea unakuta mwingine amefanya mechepuka, sio fanya hivi, lakini walau na mume wako si una nini hivyo, una uhakika nitasema hapa huyu ndahusika huyu. Sasa Bikira Maria hajafanya tendo lolote la kimahusiano, ni katika kuchumbiwa, alafu unalala usiku unajikuta una ujauzito. Stress zito. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini anaipokea hiyo na bado anakuja kusema neno utenzo wa shukrani, anamwambia Mwenyezi Mungu, wewe umeniinua. Na nyinyi akina mama naomba niwaambie, Mwenyezi Mungu anawainua sana. Mwenyezi Mungu anawapendelea pia sana. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Halo. Nyinyi akina mama naomba muwe mfano wa Bikira Maria hapa. Mna heshima kubwa sana. Sisi hapa wote hapa na Baba Dennis hapa na wanaume wote walioko hapa ni tumepitia kwenu. Amina. Kama wazazi wetu, kama mama zetu, kama katika hali yoyote ile. Lakini Mungu ameamua kuwashirikisha kazi yake ya uumbaji. Mmeamua kupokea hiyo, na hilo ni jambo zito. Sasa wako akina mama pia hapa ambao wanatuharibia umama wetu na wanawake wetu na mabinti pia. Halo. Wale ambao wanapewa heshima ya Mungu, wale ambao wanapata ujauzito kwa namna yote ile ulioipata, wewe aidha kuanzia sahihi isiyo sahihi, wewe kubaliana na matokeo. Tumsifu Yesu Kristo. Can you imagine, unaweza kukutana na dada, mama, kweli unatoa mimba 14. Hiyo sio. Inauma hii maiki ongeze habari hapa, kuna watu matupa na shtuka hivi. Usiogope. Tumsifu Yesu Kristo. Inawezekana umefanya mara moja, mara mbili, mara tatu. Mungu wetu ni Mungu wa huruma na upendo. Anasema japokuwa dhambi zetu nyekundu kama damu, atafanya nyeupe kama nini? Theluji. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo nawaalika wapendwa, wazazi, akina mama, tuige hii stress aliyoipata Bikira Maria, na akina mama wengi na mabinti wengi na wadada na wanani wanaipata alikadhalika. Naomba msiende kwa watu wanaowashauri vibaya. Katafuteni washauri wazuri. Stress mnayoipata kutokana na ujauzito usioelewa umetoka wapi ni nzito. Si rahisi katika hali ya kibinadamu usipopata ushauri mzuri na mwongozo mzuri. Wako na akina baba na sisi wengine tuko hapa, akina baba na akina mama wengine, tuwashauri ndugu zetu, mabinti, wanawake, wadada wadogo, wasichana wadogo vizuri. Kwa sababu inawezekana, unaona katika hili Bikira Maria anaenda kumtembelea Elizabeti, kitoto kichanga kinaruka kwa shangwe. Kazi ya Mungu haina nini? Makosa. Tumsifu Yesu Kristo. Bona waalika tusimame katika ujasiri na tuogope macho ya watu. Wakina mama na akina dada, usiogope macho ya usiogope maneno ya watu. Watu watakunyoshia kidole. Wewe jifungue mtoto wako, mtuze mtoto wako, mwandae raisi, mwandae padri, mwandae injinia, mwandae dokta, kwa sifa na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Maneno haya yapo tu, hata kwenye kanga yanakuja, yanakuepo, yanakuja, yanapita. Tumsifu Yesu Kristo. Watu wanasema kasema Mungu, watu watanionaje? Yaani mimi babangu na mamangu walivyo na heshima, kweli nimepata ujauzito nyumbani. Sawa tu. Sawa tu, mpe Mungu sifa na shukrani. Hawa sijui wazazi, sijui wanani watakao kusema, marafiki zako wanani, waambie imekuwa hivyo, imekuwa hivyo, maji yamemwagika, siwezi kuyazoa tena, mbele kwa mbele. Tumsifu Yesu Kristo.
Mama Bikira Maria anatufundisha hapa stresi si ndogo, najua. Yani najua kabisa wakina mama, wakina dada, wasichana, stresi ni kubwa mnazokutana nazo. Lakini tuombe Roho Mtakatifu atupe ujasiri ili kuweza kupita na kuyashinda haya. Amina. Amina. Mtaniuliza sasa, padri, mimi nimeshaharibu mara kadhaa, nafanyaje? Jambo ni moja tu. Mungu ameshafungua milango yake. Tumeshatangaziwa tena huruma ya Mungu. Tazama huruma ya Mungu, anafungua milango yake, anasema njooni kwangu nyinyi wenye kulemewa mizigo, nami nitafanyaje? Shusha huo mzigo, kimbilia kitubio, ungama, jisafishe, maisha songa mbele. Kufanya kosa si kosa, ila kurudia. Mama Bikira Maria atuombee. Mtakatifu Yosefu atuombee, na watakatifu wote wa Mungu, ili tuweze kusimama imara, na hasa katika kumwiga Mama Bikira Maria ambaye amekuwa ni fundisho kwetu katika raha, katika majonzi na katika huzuni. Lakini ameyashinda haya yote, na leo hii amepata taji na kuwa mama wa Mungu, amekuwa mshindi. Nasi pia Mwenyezi Mungu alivyotuandaa atatuweka kwa washindi siku moja na kupata tunzo katika ufalme wa mbinguni. Herini sana kwa sikukuu ya Mama Bikira Maria. Hongereni sana. Naomba makofi na vigelegele ya kutosha kabisa kwa Mama Bikira Maria.